Yes, karibu tena ndani ya Media Goma TV. Kwa majina naitwa Reporter Nelson, kwa muda wetu habari wa saa 2 jioni kwa sasa, kuwapasha habari zetu za jioni ya leo. Leo tuna mengi ya kuwatangazia na tunaendelea kuwatangazia mengi ameendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka, ukiwa unanifuatilia mara kwa mara utaendelea kusubscribe Goma TV, na kama wewe ni shabiki wa Bukavu TV, hebu njoo usupport Goma TV, support Goma TV. Gift unavyo support media ya Bukavu TV, mkimbilie kusupport Goma TV kwa sasa. Na katika muda wetu wa habari ndani ya studio, ndani ya upande wetu wa angani hapo ndani seta ya Goma, mara moja mashabiki zangu wote wa DRC, mashabiki zangu wote wa Kongomani na wahitaji katika habari zetu za Media Goma TV. Katika muda wetu wa habari njoo huyu, na tunakuja kuchambua moja kwa moja katika yote anaendelea kupitikana katika uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika upande wa siasa na katika upande wa mchezo na katika upande ya kimaisha kawaida. Kupitia Goma TV tunaendelea kuchambua moja kwa moja, na katika leo tuna habari kupitia mambo ya siasa. Na katika habari zetu, mashabiki zangu, muko sehemu gani? Mashabiki zangu kutokea ndani ulayani Kinshasa, ndani Kasai Oriental, Lubumbashi, Manyema, na kupande mara moja ya Kindu, ndani ya Mwenga, mara moja upande wa Sud Kivu na Nord Kivu. Mashabiki zangu kutokea USA, Canada, Australia, Amerika, nyinyi wote gisi ndani ya Ufaransa, wale wanaotusikiliza kupitia Media Goma TV, nyinyi wote nawakaribisha na wapenda sana, je t'aime. Lakini katika habari zetu za leo, mashabiki zangu, nawaambia nyinyi wote asante sana. Hili nichambue habari kwa moja. Kabla nichambue habari hii, nataka kwanza tusikilize kwanza ili sauti, kwa sababu tukija kuchambua habari tutakuja kuchambua habari zenyewe zinaendelea katika upande wa Minembwe. Habari zenyewe zinaendelea katika upande wa Minembwe, upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia pamoja na wahasi wale wanaokaa katika sekta ya Minembwe. Minembwe ni territoire ama Minembwe ni nchi nyingine? Minembwe ni nchi nyingine ama Minembwe ni territoire kama zingine? Kabla nikuja kuchambua moja kwa moja, ndakuja kuwapasha na nyingine kuchambua habari zingine za sidi za uko Nord Kivu, kutokea ulayani uko Rubero, Walikale na katika upande wa Rubaya. Na kabla nizungumze haya, tusikilize kwanza ili sauti hili tukuja kuchambua maneno, tuko pamoja, kwa sababu hawa ni wanajeshi wa FARDC wanaongea hapa, ili tukuja kuzungumza baadaye. Les FARDC, y compris Bazalero, les communautés, les centres de santé de Kirungu, les FARDC, y compris Bazalero, les communautés, les centres de santé de Kirungu, nous sommes en train de traverser la colline ici, appelée Mukangala, là où s'installaient les économies à l'époque. Alors nous décollons vraiment tout ça kati ya ngumba huyo tukutraverse beleve ukende hopitali na biso awa kati ya village na Kirungu. Bona forcé. Ok. Courage. Vous évitez, courage. Ok. Watu wangu, kwa sasa ili nikuja kuchambua habari hili, habari mnalisikiliza vizuri,
Huyu ni umoja wa makamanda wa FARDC walikuwa wakibeba mwenzio aliyopigwa masasi na wahasi wa M23 pamoja na jeshi la Twirwaneho katika ulayani uko Minembwe kuelekea katika seta za uko pembeni ya Minembwe katika eneo inaitwa Kitavu uko kuelekea eneo ya Irundu. Lakini katika taarifa letu gisi na kuja kuwatangazia mara moja ili mkuje kuelewa haya mapigano ameanza vipi na aliendelea kivipi. Mutianitega sikio na munielewe hili tukuje kuchambua moja kwa moja. Hapa huyu ni mwanajeshi kamanda huyu mwenye alikuwa anapelekwa kwenye matibabu eneo naitwa katika eneo naitwa Kirundu. Eneo inaitwa Kirungwa. Ni eneo ya Kirungwa katika kijiji, sio ndani ya centre de sante. Ndani ya kijiji kiko na ka centre de sante ka hospitali kadogo bila hakana hata matibabu. Hili ndio tunasema kwa sababu serikali kuna wanajeshi hao wanapigwa masasi lakini wanakosa mahali ya kutibiwa. Kwa sababu gani? Hakuna mahali ya mahospitali, hakuna mahali ya hospitali hatua za afya ya kusaidia wanajeshi hawa ili wasaidiki katika uwanja wa mapigano. Kwa sasa wanajeshi wakipigwa masasi, wengi vidonda vyao vinaharibika, vimepata magonjwa mengine, vinapata matatizo mengine. Kwa sababu gani? Kukosa aina ya kutibiwa. Huyu ni kamanda amepigwa masasi na vijana wa wazalendo avec le FARDC walikuwa katika mapigano, alikuwa anatoka katika eneo inaitwa Kalingi huko milimani. Wanabeba kipoyo, wala anaelewa kipoyo, wananielewa kusema nini kwa lugha ya Kiswahili cha Kongo. Kipoyo ni kitu kenyewe wa kitambo, wale wa babu wetu walikuwa wanabeba watu wakiwa wale wa mama wakiwa wenda, wale wa mama wanabeba wako na mimba, wale wazee wagonjwa, yani mgonjwa katika vijijini. Sasa kule nako walimbeba ule mwanajeshi katika kipoyo na wanapanda milima kwa sababu wanachoka. Ule mwanajeshi aliyopigwa masasi, huyo kamanda alikuwa mnene kabisa, lakini vijana walikuwa nasikia kisi wanapumua kwa sababu wanaona hawawezi kumwacha hapo akufia hapo. Ilibidi wakimbizane na yeye ili atafutiwe maisha, atafutiwe sehemu zake za hatua kupigania kama kiongozi wa wanajeshi. Lakini katika eneo hiyo ulisikia huyo mwanajeshi anasema kanga foto wana. Yani anataka wenzake wanachoka, lakini yeye anataka abebe mzigo huyo. Yeye alikuwa na kamera tu wenzake. Hiyo video niko nani ile siweze kutaka kuweka katika mtandao kwa sababu ni makosa zaidi kupitia masharti ya mtandao wa media ya YouTube. Ni makosa zaidi, YouTube haitaki vitu kama hizo. Haitaki rangi ya damu yoyote. La kwa sasa ili tukuja kuchambua sasa moja kwa moja. Kivipi wanajeshi wa M23 wanapata nguvu tena kuliko serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Kwa sasa M23 walipata ramforo jana, ziliingia kwa wingi zaidi wanajeshi wa Twirwaneho, wanajeshi wa M23 waliingia kwa wingi zaidi. Sasa wako ndani ya centre ville ya Minembwe. Najiuliza maswali, hao wanajeshi wanatokea wapi? Hatua serikali inasema imedhibitisha njia zote za kupeana msaada kuingia ndani ya centre ville ya Minembwe. Mujiulize maswali. FARDC tarehe mercredi walikuja kutokea huko mara moja Kalemi, walikuja peana ramforo huko mara moja ndani ya Uvira. Jana Baraka waliingia Baraka, mercredi waliingia Baraka, jana wakaenda na wapeleka katika makambi. Wamoja walienda katika kambi ya wamoja waliingia katika kambi inaitwa Mungera, wengine wakaingia Mungera, Muliba, Rulenge. Wanajeshi wamoja walienda huko kwa sababu kuna wanajeshi wa FARDC walikuwa wanakutaniwa katika seta hii. Wengine wakapelekwa katika eneo inaitwa wengine wakapelekwa katika eneo inaitwa Lusupu .0 kwa sababu kule nako kulikuwa viongozi wengine wa kiserikali walikuwa wamekutaniwa huko. Sasa hii ramforo ya FARDC inazoea kukuja kila mara na mabato, inakuja inaingia Uvira, inaendaga wapi? Wanafanyaga kazi gani? Ukiangalia ho plateau gisi na ja FARDC
na hao wako na proximite ya kutembea njia zote, kwa sababu wamefungua njia zote. Waasi wako katika wao, wamezuia barabara zote, waasi wakose njia. Wanapitia eneo gani? Hili ndio watu inabidi wajiulize maswali kama haya. Kama tayari FARDC, mnafanya nini hapo Minembwe? Mnafanya nini katika maseta hizi zote mnazingatia hapo? Munakafanya nini hapo? Wazalendo mko wengi hapo, jeshi la Burundi mko wengi hapo, jeshi la Ibu liko wengi hapo, FARDC wako wengi. Munafanya nini? Mabata mabrigade wanajaa huko. Waasi tu, watu wadogo tu katika kasantre kadogo kale ka Minembwe. Minembwe ni kadogo sana, hailingani na Uvira. Kwa nini sasa? Ama munataka tena waasi wajiondoe kisha museme kama tumechukua Minembwe? Unajua kuna kuondoka, mwanajeshi anajiondoa, na kuna kupigana ili uchukue Minembwe, uchukue eneo. Hili ndio tatizo. Nani anaweza kuniambia kuna mahali FARDC imesha kupiga mahali towe waasi waseme hao waliwatoa? Nani atasema hii habari? Aniandikie kwenye comment aniambie FARDC kwa kweli ilipigana mpaka ikaondoa mara moja. Tutoe hizo maeneo za watu wa Nord Kivu. Wale wajeshi wa Nord Kivu wao wanajitahidi. Tukamate Uvira. Wapi kwenye jeshi la FARDC lishapigana kabisa likaondoa mara moja FARDC? Na wapi huko? Kila mahali waasi walijiondoa Sangi, wakajiondoa Kavimvira, wakajiondoa katika seta ya Uvira. FARDC sasa iliingia ndani mara moja, wakaenda na Kigamba. Sasa wazalendo wakaingia, wakaanza kuibia raia population. Serikali FARDC, serikali mnafanya nini? Raia population inaanza kuwachoka. Kila mara mnawatangazia mtakomboa fasi fulani, watoto hawasomi. Mkiangalia kwanza tangu tarehe 10, tangu tarehe 8, watoto huko Uvira, huko Plateau, huko Fizi hawasomi kwa sababu ya mapigano. Wanafanya mtihani ya TENAFEP, examen d'etat, lakini watafanyia wapi? Watafanyia wapi? Baadaye mkitoka kwenye vita munaenda before juu hapo toko solola na yo nazali militaire wana wapi? Hatua mara moja waasi watu wadogo tu hawa, na mulifunga njia, uwanja wa ndege haitumiki, asa support inaingia na ndege ya Rwanda wanakuja kupeana support huko. Barabara zote za kutoka Kavimvira, zote za kutoka huko Bugarama huko Rwanda zinavuka mara moja Kamanyola, sehemu za Kaziba. FARDC mnajua hizi barabara, mnafanya nini huko? Mnasikia kila mara ati waasi walipita Kaziba, wakapita Walungu, wakachomokea Mwenga, mara moja Minembwe. Hizi kama mmesikia hizo zote, mmefunga barabara ngapi? Na wanaingia kwa njia gani? Au wanajua mashimu kualiko? Watoto wa Fizi hao wote wanajaa hapo wazalendo. Tuachane na FARDC. Tuachane na FARDC kwa sababu hao sio watu wanalelewa porini. Wao wanafanya kazi katika mjini. Wazalendo nyinyi, wazalendo mnasema toza bana quartier wana, toza bana quartier wapi? Acha tuambie tu ukweli. Tuachiambiane tu ukweli Meshezami. Hili sio kitu nawaambia mara kwa mara. Wazalendo wa Nord Kivu, wa Nord Kivu, hao ndio wanakabiliana kabisa. Wanakabiliana na waasi moja kwa moja kabisa, na wanaondoa nao watatolewa, nao wanaondoa, yani wanaondoanaga hao kila mara. Lakini Fizi, Sud Kivu, masapoti wanapata kila mara, yani mshahara wanapata sapoti ya serikali zaidi kuliko wanajeshi wengine tofauti. Upande wa hapa Kabare, wazalendo wa Kabare hawana hata serikali yoyote, lakini ukiangalia jinsi wanapambana kuliko wale wanapata sapoti ya kiserikali ni ngumu. Wazalendo ya Sud Kivu wajua utamu ya pesa, walijua utamu ya pesa. Kwa sasa nao wamekwanza kuwa wasaliti, na ile mnajua kama kati yenu kuna wale wasaliti na wenyewe sio wasaliti, lakini kwa sababu mnaogopana amuambiane ukweli, baadaye mnabaki tu hivyo, wamoja wanakufia kwa hiyo vita na wajua wanakufia kwa sababu gani. Waasi wa M23, kuna vijana wanakufia kwenye vita, hawajui thamani ya M23 kuanza vita ni gani. Vijana wa Twirwaneho wanakufa kwenye M23, wanakufa kwenye vita, hawajui thamani ya Twirwaneho kuingia kwenye chama kilianza vipi. Hati tunaenda komboa wenzetu, Mnaenda komboa wenzenu wapi? Na huko katika nchi yenyewe wewe unasema wewe ni Mkongomani, unagomboa mwenzako ametengenezwa, amepigwa na nani? Hili ndio watu mujiulize maswali na mujielewe tayari. Katika mambo ya Kongo, rais ni umoja, hapana kujisepare na wengine.
Kama vita itakuwa, acha raia, serikali pambane. Ndio wahasi wapambane kwa pamoja na serikali. Mambo ya raia raia wasingilie. Kwa sasa hivi raia wamesha koloniziwe akili kwa sababu ya kujiona kama hao wataweza kushikwa wauawe kwa sababu hao ni kabila fulani. Na hili ndio linaharibu Kongo kwa sababu ya kujiita kabila fulani, wengine wanapotezea maisha hapo, wengine wanakosa muhimu yao. Kuna Wanyamulenge wamejikaa hapa ndani ya mji wa Uvira kwa sababu wao waliona mambo ya timu. Unaona, kati ya Wanyamulenge kuna kitu inaitwa organization, wale wamejitengeneza kama ni timu. Sasa wakija kujitengeneza timu baadaye, sasa hawataki kusikia wengi, wanataka kufanya vitu kisi wanavyofikiria, lakini wanasahau kama kuna kiserikali, kuna kichama hivyo. Kwa sasa kama wahasi wa M23 walikuja ndio kupambana, walianza mapambano tangu lini? Mbona hakuna siku mlikuwa mmejiunga na hao? Hakuna hata siku moja. Walianza mwaka 2022, mwaka 2024 mpaka mwaka 2025 tena. Mwaka 2014, mwaka 2012, miaka mingapi? Mpaka tena mwaka 2025. Sasa ndio walianza tena mzuko mara moja, Twigwano wakakuja kuingilia. Kabila Wanyamulenge wakaingilia. Unaingilia wapi? Haujue nia ya M23, haujue kuingia kwao. Hao walianza hii vita kwa nini? Haujue mpango wao ni nini? Vijana nao wanajitolea. Kuna wakongomani wanajaa ndani ya beaucoup de population. Kuna watu vijana wengi wamejaa ndani, lakini kwa sasa kuondoka inakuwa tatizo. Kuondoka inakuwa tatizo. Sasa hili na kwa sasa unajipata mambo ni la kupita moja kwa moja. Mashabiki zangu, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi mapema. Tarehe ngapi? Tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2023. Kama unavyonifuatilia kupitia media ya Bukavu TV, Bukavu TV, Mungu akubariki na kuje kuwapagia. Kama wewe ni shabiki wa Goma TV, Bukavu TV, support mara moja. Kumbuka, tutajenga na nani? Iyo, sisi tutawaleta kwa ukweli. Iyo, shabiki wa media Goma TV. Bye.